when you are hurt. Akizungumza katika kaunti ya Busia, Rais William Ruto amesema serikali imejipanga kuhakikisha ushindani wa kisiasa unaoendelea kutoka uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 unafanyika katika mazingira ya utulivu na usalama. So tumekubaliana hawa goons tuwashughulikie wote. Hakuna mtu ataruhusiwa kuendesha uhalifu na kuharibu amani katika taifa letu la Kenya. Ruto amesema kila mwanasiasa ana haki ya kufanya kampeni na kuwasilisha sera zake kwa wananchi, lakini akaonya kwamba hakuna atakayekubaliwa kutumia vurugu, vitisho au kuharibu mali kwa jina la siasa. Kila kiongozi apatiwe nafasi ya kujieleza. Wale wenye wako na agenda waeleze agenda zao. Wale wako na mpango waeleze mipango yao. Wale wako na sera waeleze sera zao. Hata wale hawana mpango, hawana sera, hawana agenda pia wapate nafasi ya kuzungumza. No problem. Lakini sote tuhakikisha kwamba tuko na amani. That is what we must do. Aidha amesema serikali imejifunza kutokana na matukio ya hivi karibuni ambapo baadhi ya maandamano yaligeuka kuwa vitendo vya uhalifu vilivyolenga biashara na mali za wananchi. Amesema vyombo vya usalama vimeagizwa kulinda haki ya wananchi kushiriki siasa kwa amani, huku vikichukua hatua kali dhidi ya magenge ya uhalifu. Tulikuwa na mchanganyiko kidogo hapo nyuma wakati mambo ya uhalifu ilizidi, na hatukukubaliana kama taifa hii uhalifu tutakabiliana nayo namna gani. Sababu mara tulikuwa tunawaita hawa ambao wanaleta fujo, wanachoma mali ya watu, wanaharibu biashara ya watu. Tunasema hawa watu wasiguzwe, ni watoto wetu. Lakini tumeona ile hasara inapatikana. Sababu wamegraduate sasa kutoka maandamano, wamekuja wakakuwa goons. Wanaleta fujo kila mahali. Wakati huo huo, Rais Ruto amewakosoa viongozi wa upinzani akidai kwamba hawana ajenda ya maendeleo na kwamba kuwakabidhi uongozi wa nchi kutaihatarisha Kenya. Na mimi nataka niwaeleze, si ndio? Mimi sijaanza campaign. Wacha niwapatie hawa jamaa waendelee kidogo kidogo. Hawa nitawasambaratisha asubuhi na mapema. Hawa wanijui bwana. Nataka niseme hapa Bungoma. Kauli hizo zinajiri huku viongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi wakiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna wakiendeleza kampeni zao katika eneo la magharibi mwa Kenya. Sifuna ametangaza azma yake ya kuwania urais katika uchaguzi mkuu mwaka 2027. Lango ni hili. Tumeanza safari ya 2027. Na lazima tujitayarishe. Unajua Kasongo hana kura popote nchi hii ya Kenya. Ama hapa kuna kura ya Kasongo, pale kuna kura ya Kasongo. Kikosi mzima hapa, kusema ukweli, Ruto hana njia ya kurudi ndani ya State House. Hana njia. Sifuna ambaye aliandamana na viongozi wengine wa upinzani katika ziara hiyo ya siku 2 ameahidi kuleta mabadiliko ya kiuchumi na ya kisiasa iwapo atachaguliwa kuwa rais. Tumeenda umaskini, mulituona hamkutuona. Muliniona Narok, muliniona Kitengela, huko hakuna kura ya Kasongo. Nimeenda huko Makueni, nimetafuta mheshimiwa Kilimu ambaye ni mbunge wa Kaiti, amenitembeza huko, hakuna kura ya Kasongo Ukambani. Tunakupeana kwa dunia. Hebu inua mkono tupeane kijana wetu kwa dunia. Tunakupeana kwa dunia ya Kenya. Uende uhudumie watu. Wale William Ruto amenyanyasa, ulipe karo ya wale watoto hawako shule. Ulipe Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche, YTV.